أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قال في قوله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu African TV, katika darasa lililopita tubiona ya kwamba ule udongo wa sulala jinsi unavyofanya kazi, na kwa kupitia ule mfupa wenye pingili 4 ambao Mwenyezi Mungu anauumba katika wiki ya 5 tokea kutunga kwa ujauzito katika tumbo la mwanamke, kipindi hiki ambacho wanakiita primitive streak ndio unaumbwa mfupa ule. Tumeona mfupa ule jinsi kazi zake zilivyo, kwamba unahusika na kubakisha kivuli cha mwanadamu katika mgongo wa ardhi, na wakaweza kukuona kupitia ile ardhi ambayo ile atom ndiyo inayoweza ikaunganika katika ile mionzi inayotoka katika ardhi. Ule ni umeme wa kiardhi ambao unakuja kuungana na ule umeme wa mwili. Uone hapa jinsi mwanadamu alivyoumbwa katika teknolojia ya hali ya juu. Kwa hiyo huyu mwanadamu akaweza kutembea juu ya mgongo wa ardhi. Jambo lolote atakalolifanya, tukio lolote atakalolifanya, basi katika mgongo wa ardhi mwanadamu kivuli chake kinabakishwa ili kije kumtolea ushahidi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unakuja kukuta ya kwamba ule mfupa coccyx ndiyo pia unaohusika na ile code number, ile password ya mwanadamu ya namna anavyotakiwa kutoka sasa ndani ya kaburi. Imewekwa pale. Qur'ani inasema minha khalaqnakum, kutokana na udongo tulikuumbeni, wa fiha nu'idukum, na katika udongo tunakurejesheni tena, wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na katika udongo tutakutoweni tena kwa mara nyingine. Tutakutoweni tena kwa mara nyingine, sio kwamba tutakuumbeni, tutakutoweni tena kwa mara nyingine. Katika ile wiki ya 5 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikwisha umba pale mpaka namna ya yule mwanadamu ya kutolewa ndani ya kaburi atakapotakiwa kutolewa. Kwa hiyo mwanadamu akizaliwa, anazaliwa na ule ufufuo pia anakuwa nao yeye mwenyewe katika ile coccyx. Kinachosubiriwa pale ni wewe, muda wako ukishamaliza wa kuishi katika mgongo wa ardhi, ukishakufa ukakaa kaburini kadiri ya kukaa, utakapofika wakati utakautakiwa viumbe tutoke makaburini, mwanadamu hapa na viumbe wengine tutafufuliwa. Ule ufufuo tunao wenyewe sisi, ile code number, ile password ya namna ya kutoka kaburini, mwanadamu anayo mwenyewe, kiumbe anayo mwenyewe, tayari amekwisha fanyiwa pale.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Qaf aya 4, anasema kad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafidh, bila shaka tunajua wao wanapokuwa makaburini kwamba kimepungua nini, kimebakia nini, kiongezwe nini ili waweze kutoka. Ni zile cosix ndio zinazofanya kazi hiyo, na pale kitakachokuja kufanyika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale atakuja kuikusanya mifupa yote ya mwanadamu. Ayahsabu al-insanu allan najma'a 'idhama, hivi mwanadamu anafikiria kwamba sisi tutashindwa kuikusanya mifupa yake? Bala qadirina ala an nusawwiya banana, katika surati al-Qiyama aya 4, kwamba sisi sio kuikusanya mifupa tu, hata ncha zake za vidole hatutokosea, tukasiganisha za huyu tukampa huyu na za huyu tukampa huyu. Kila mtu atapewa ncha zake za vidole, haitokosewa. Hapa ndipo walipokuja kujua habari ya fingerprints, ya kwamba kila mwanadamu na alama zake za vidole, na kila mmoja alama yake ya vidole haifanani na ya mwingine. Hata kwa wale mapacha, identical twins na fraternal twins, wale mapacha wanaofanana na wasiofanana, kila mmoja na alama zake za vidole, na kila mmoja alama zake hazifanani na mwingine. Hili wamelijua hata miaka 100 bado. Qur'ani imekuja kueleza karne ya 7. Kwa hiyo hapa itakuja kukusanywa ile mifupa. Ikikusanywa ile mifupa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuumba pale matabaka matatu: ectoderm, endoderm na mesoderm, ambayo matabaka haya kazi yake ndiyo yanayohusika na habari ya kutengeneza zile cell, kuzikusanya na kutengeneza tissue ambayo inakuja kutengenezwa organ, viungo vyake mwanadamu. Alafu hapa ndiyo ile fakasauna al-idhama lahma, mifupa inavalishwa nyama, ndiyo hapa jambo hilo linafanyika. Kwa hiyo hapa mwanadamu akisha kamilika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia uhai pale, yeye ni al-muhyi. Alafu likipigwa lile parapanda la pili, baragumu la pili, roho za viumbe wote zitakwenda kuingia katika kila kiungo, katika kila mwili wa mwanadamu, wa viumbe, kuja kutahamaki. Sote tutakuwa tumetoka makaburini na kusimama kwenye hadhara ya Mwenyezi Mungu mmoja tu mwenye nguvu. Na hapa ndipo itakapoulizwa limanil mulku lyaum, ni wanani leo ufalme? Ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye ni mmoja tu ndiye mwenye nguvu. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo wapenzi watazamaji wa televisheni yetu ya African TV, ambayo tumeeleza katika mwezi wetu huu wa Ramadhani, kauli mbiu yetu kwamba Qur'ani ni technology. Qur'ani ndiyo dira na msingi wa science na teknolojia. Sasa hapa leo unakuja kuona mtu yuko kaburini, kwa kutumia 3D X-ray wanaweza wakamuona yule mtu, na wakaweza wakaonyesha yale aliyoyatenda alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Tumeshuhudia katika siku za karibuni nchini Marekani, walionyesha tamasha la mwanamuziki wao Tupac katika uwanja uliokuwa mkubwa. Waliweka pale jukwaa kubwa, wakapanga vyombo vya muziki, alafu kisha wale wenzake wote alioimba nao wakatafutwa, wakawepo pale. Kila mmoja alikuwa katika chombo chake. Alafu mic moja haikuwa na mtu, ikaja pale, wakaichukua ile 3D X-ray wakaipeleka kaburini kwake Tupac. Walivyoipeleka kule, wakapima umbali wa kutoka kaburini mpaka pale juu ya jukwaa. Walipoiwasha, Tupac akaonekana amesimama, wakaimba naye.
Clouds Television iliungana na ile television ya Marekani, ilioneshwa dunia mzima. Nikaulizwa mimi, ule sio ukafiri? Mtu amekufa, yuko kaburini, ameoza, wamemhudhurisha pale, inakuwaje? Nikawaambia teknolojia ile Qur'ani imeieleza katika sura ya 17 Bani Israila aya ya 13, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Inasema aya hiyo inasema kwamba kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Kila mwanadamu tumemwekea katika kiwiliwili chake kitu kinachoonyesha mema yake na mabaya yake, ndio ile ko6 ambayo Qur'ani inasema ta'irahu, kwamba iko juu yake, juu ni huku kichwani. Alafu Qur'ani ikasema fi unuqihi, katika mfupa wake ule wa shingo. Huu mfupa wa shingo unakuja kuungana na ule uti wa mgongo, huku chini huku inakokuja kuteremka ule uti wa mgongo, ndio zimepangwa zile ko6, ndio ziko pale. Hizi ndio zinazohusika na habari ya ufufuo. Hizi ndio zinazohusika na habari ya kurekodi kila kitu chake mwanadamu na kubakisha kivuli cha mwanadamu katika mgongo wa ardhi, ili kuweza kuonyesha yale yote ambayo mwanadamu aliyoyatenda alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo kwa kutumia 3D X-ray, na kwa kuwa zile ko6 haziozi na taarifa zote ziko mule, kwa hiyo pale ile kamera inakwenda 3D X-ray, inakwenda kuskani na kuchukua katika zile ko6, alafu wanachagua pale nini alikifanya, kwamba tulioneshe jambo hili, hawa wenzake aliimba nao, ndio wanatupa pale, anaonekana. Ukienda ukimshika hivi anakuwa shikiki, anakuwa kama kivuli. Sasa ikiwa kama mwanadamu aliyeumbwa na Mola wake anaweza kumwonyesha mwanadamu mwenzake ambaye yupo kaburini, amekufa, ameoza, alafu anatumia 3D X-ray, anakuja kumwonyesha ya kwamba huyu aliyekuwepo hapa kaburini ndio huyu, na haya ndiyo aliyoyafanya. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema kwamba atawafufua wafu kutoka makaburini, hilo ni jambo lililokuwa la dhahiri kabisa, lawezekana wala halina tabu yoyote ile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika darasa letu, katika kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo, tunaishilia hapa. Insha Allahu Ta'ala katika darsa zitakazokuja sasa tutaanza kuonyesha mwanadamu katika kuumbwa kwake ndani ya tumbo la mama yake, kutokana na kitu ambacho Qur'ani imekitaja kwa jina la nutfa. Wanasayansi, wanabiolojia, madaktari ndio wanakiita zygote. Kwa hiyo tutaanza sasa kueleza kuumbwa kwake kwa mara ya pili mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.